kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kupata kura nyingi kwenye uchaguzi mkuu. Lakini niweze kuwapongeza waheshimiwa wetu wabunge wawili kwa kupita kwa kishindo, na sasa tuko nao hapa kwenye baraza hili la madiwani. Lakini niwapongeze nyinyi madiwani wote kwa kuchaguliwa na wananchi. Kwa hiyo nawaasa moja mtatumikia wananchi kwa kuwa wamewachagua. Napenda kuchukua tena nafasi hii kutoa mchango wangu leo kwa kuhusia mambo kadha wa kadha. Mwende mkaboreshe mahusiano na mawasiliano kati ya ofisi ya mkuu wa wilaya, wakuu wa idara, maafisa tarafa, watendaji wa kata, pamoja na watumishi wote kwa ujumla. Nyinyi mmechaguliwa na wananchi, mnapaswa kwenda kuboresha hali. Pili, sisi ni viongozi, tusiwe viongozi wa kuhutubia tu, bali tuende kwa wananchi kusikiliza kero zao. Kiongozi anasikiliza na kujenga imani na kutengeneza suluhisho linalotokana na uhalisia, huyo ndio kiongozi halisi. Tushiriki na kuwa karibu na wananchi katika shida na raha. Ukaribu huu huleta mshikamano wa kweli kati ya kiongozi na jamii husika. Tuepukane na makundi na itikadi za kibaguzi. Tuwakilishe wananchi wote bila upendeleo. Maendeleo hayachagui upande. Kiongozi ni daraja linalounganisha watu. Tujenge utamaduni wa wazi na uwajibikaji kwenye matumizi ya rasilimali. Uwajibikaji huongeza uaminifu kwa wananchi na wadau wa maendeleo kwa ujumla. Tuimarishe usimamizi wa miradi yote ya maendeleo kwa kuhakikisha thamani ya fedha inatumika vile ilivyo. Miradi inapaswa kuleta matokeo halisi na na kubadilisha maisha ya wananchi waliotuchagua. Tuwe na mawasiliano ya wazi kati ya madiwani na viongozi wa serikali. Tukiweka ushirikiano huu, tutafika mbali na kadiwa itang'aa. Taarifa sahihi huondoa migongano na husaidia maamuzi bora. Tuwe mfano wa nidhamu za watumishi, uadilifu na haki ya staha kwa watumishi na wananchi.